Na mwaligani mpenzi mtazamaji wa TRC Mzuri TV, ambaye ni ripoti za TRC Mzuri TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Handeni, na kikubwa kilichoweza kutufanya tuweze kufika hapa ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria tathmini ya mtihani wa moko wa darasa la 7 uliofanyika 2026, na mgeni rasmi ambaye tunatarajia atakuwepo hapa ndani ya ukumbi huu ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Handeni, ambaye tunatarajia atakuwepo hapa kama mgeni rasmi, na wakuu wa idara mbalimbali watakuwepo wakiongozwa na afisa elimu msingi wa halmashauri ya wilaya Handeni Mama Lema Nyoka, naye tutakuwepo naye hapa, lakini tutakuwa na maafisa taaluma wa halmashauri ya wilaya Handeni, wote nao watakuwepo hapa, lakini tutakuwa na wakuu wa idara tofauti ambao watakuwepo hapa kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya tathmini na kuona ni kitu gani cha kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya vizuri katika mtihani wa taifa ambao tunatarajia utafanyika mwezi wa 9 mwaka 2026. Ambatana nami sambamba, ndugu mpenzi mtazamaji, nikupeleke moja kwa moja ukumbini. Kuna shule tumeambiwa ilikuwa ya kwanza, hatuna mdomo wa kuisemaga shule ya serikali ya private, na St. Teresa alilia sana, akasema kwani mama, haiwezekani ile draw ikawa kwa jina langu na tukaikarabia. Wengine tukaa chini, Sister Teresa, mkuu wa St. Teresa, tuambie mafanikio tunayao, wewe ndio wa kwanza katika halmashauri yetu kwa wastani wa alama 247 moko kani. Tuwe mafanikio kuige, sio kuige, tujifunze wengine kwa manufaa ya halmashauri ya Handeni. Hongera sana, tupigeni makofi matatu kwa sasa. Asante sana kiongozi kwa nafasi hii ya kuzungumza tena zaidi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ndiye alifanya St. Teresa alifanya kupata matokeo haya ambayo yanapatikana. Watoto wa St. Teresa wa darasa la 7 katika kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri, tuliwaweka makani kuanzia Januari. Kwa hiyo kuanzia Januari tulifungua shule, watoto wale wako pale shuleni, na walimu wao walijitahidi kuhakikisha kwamba watoto wale wanafika basi kwa wakati. Kwa hiyo kama tunafika shule mwezi wa 3 tulikuwa tumeshamaliza syllabus. Kwa nini tulimaliza syllabus? Tulikuwa tunaanza vipindi mapema kabisa kuanzia saa 12:30 kwenda mpaka saa 11, na kwa ujumla shule ile ina saa moja tu na mapumziko kwa shule nzima. Tuna nusu saa ya kunywa uji saa 4 mpaka saa 4:30, na tuna nusu saa ya kula chakula kuanzia saa 6:30 mpaka saa 7:30. Kwa hiyo tuna masaa 6 ya kujifunza. Na kwa maana mtu anataka sana kwa kipindi hicho tulikuwa tuna dakika 80. Samahani kama tulikuwa tuna kipindi cha utaratibu, lakini unakuta mwalimu anaingia darasani kila kipindi, kila somo ana dakika 40 na dakika 40 pia zinaunganishwa kwa pamoja. Kwa hiyo unakuta mwalimu ana muda mrefu sana wa kudili na wale wanafunzi. Wakati mwingine tukielekea pale na kuongeza muda wa kujifunza na kufundisha ni kufanya mitihani kwa wingi. Sisi tulikuwa na kukagua scholarship za walimu. Walimu wa darasa la 7 kuanzia Januari mpaka wanafanya mtihani wa moko, mwalimu anakuta ametoa majaribio 13, na mbali na yale majaribio ameyatoa mwenyewe, mwalimu ametafuta mitihani kutoka mikoa mbalimbali, kutoka halmashauri mbalimbali, kutoka makampuni mbalimbali. Kwa hiyo ni kwamba wametafuta karibia mitihani kutoka makampuni 6 pamoja na ya kutoka mitihani pamoja na wilaya 8 ambazo walikuwa wameshatangulia kufanya moko. Kwa hiyo walimu walichukua wakawapa watoto wao wakafanya tena na wao ile mitihani kutoka kwenye shule zilikuwa kama past papers, lakini sisi
kwao, ila wakirudi bwenini kwa sista za nyumba. Wakifika pale wanakuta kwa mfano kwa zile Januari mpaka mwezi wa 5, watoto wanapewa kazi kama za masomo matano katika masomo 6. Kwa hiyo watoto wanaenda prep kuanzia saa 1 kamili usiku mpaka saa 3. Kwa hiyo katika muda huo watafanya, lakini tutakuwa na nusu saa kwa watoto 31. Tutakuwa na nusu saa ya kukagua kazi ya mtoto mmoja baada ya mwingine. Je, amejibu maswali yote aliyopewa na mwalimu wake? Ameandika notes alizopewa na mwalimu wake? Mtihani amepataje? Hiyo mama yangu hiyo ninayekagua. Hali kadhalika napo kuna wewe mwalimu katika shule yako, wewe ndio baba katika shule yako, mwalimu mkuu wewe ndio mama. Wewe lazima ukague kazi za watoto wako, kuhakikisha kwamba walimu wanajitahidi sana, lakini hao watoto wanafuatiliwa. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kitu kama hicho, na mpaka sasa bado nafanya. Kwa hiyo hayo, lakini nafikiri kitu kikubwa zaidi ni commitment ya walimu katika kufundisha watoto. Kila mwalimu katika shule hii anahakikisha, sio wale wa darasa la 7 tu, hata wale walioko mbele wanahakikisha, kila mwalimu anahakikisha kwamba kwenye somo lake anamwandaa mtoto kwa ajili ya mtihani wa mwisho wa kuhitimu shule ya msingi. Kila mwalimu. Kwa hiyo hatumeendeshi mbuzi siku ya mnada, kwa sababu ukisema mwalimu kapazani na mtoto kwenye darasa la mtihani, kwa vyovyote utafanikiwa. Huyu mtoto ambaye yuko kwenye darasa la mtihani, iwe darasa la 2, iwe ni darasa la 4, iwe ni darasa la 7, lazima aandaliwe kuanzia mwanzo anapogusa yale mazingira ya shule. Tukifanya hivyo, japokuwa tuna changamoto mbalimbali katika shule zetu, lakini tukifanya hivyo tunaamini kabisa kwamba kwa namna fulani matokeo yetu yataweza kuwa mazuri katika halmashauri yetu. Kwa hiyo waheshimiwa sana viongozi wangu, lakini pia pamoja na wakuu wa shule wenzangu, ninawashukuru kwa pongezi hizo mlizonipatia, lakini ninaomba pongezi hizo pia ziende kwa wafanyakazi wote wanaofanya kazi St. Teresa, lakini na wanafunzi wetu na wazazi, kwa sababu bila wao mimi kama mkuu wa shule siwezi kufanya chochote. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Ili uweze kumuua chawa lazima utumie vidole viwili. Kwa hiyo ushirikiano wa jumuiya nzima ya St. Teresa ndio iliyofanya hayo yaliyofanyika. Asante sana. Nikiripoti tokea hapa ndani ya ukumbi huu wa halmashauri ya wilaya ya Handeni, kutokea hapa Mbweni Mkata, mimi ni Chisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.